yoyote asiyekuwa mtu wa maombi anakuwa ni mtu asiyekuwa na nguvu. A prayerless Christian is a powerless Christian. Sababu kuomba kwake mtu mwenye haki kunaachilia nguvu kwa ajili ya kutumika. Kwa hiyo mtu asipoomba hakuna nguvu ya kutumia. Na tangu enzi za Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu unatekwa kwa nguvu, na wenye nguvu ndio wanaoteka. Kwa hiyo mtu yeyote asiyeomba hawezi kuteka kitu chochote. Na ukiona mahali panaongelea nguvu, panaongelea kuteka, manake maisha ya mwanadamu ni vita. Uko kwenye uwanja wa vita, ni aidha uteke au utekwe. Na ndio maana hakuna mtu ambaye anaishi katikati, hayupo. Ni aidha umetekwa na Mungu au umetekwa na adui. Ni aidha umekamatwa na nguvu za Mungu au umekamatwa na nguvu za adui. Na mtu yoyote ambaye hajibidiishi kwenye maombi automatically anatekwa na nguvu za giza, na mtu yote ambaye anajibidiisha kwenye maombi automatically anatekwa na nguvu za Mungu. Hakuna mtu ambaye yuko katikati, hayupo. Kwa kitu cha kwanza na faida mojawapo ni nguvu za Mungu kudhihirika kwenye maisha yako, na zitakuwa zinakusaidia kwenye mambo mbalimbali ya maisha yako. Biblia inasema ukizimia wakati wa changamoto, maana nguvu zako ni chache, nguvu zako ni kidogo, na nguvu za Mungu zinapatikana kwenye magoti. Mtu yeyote asiyependa kwenda chini kwenye magoti hataona utendaji kazi wa nguvu za Mungu kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yake, kwa sababu ili Mungu atende jambo kwenye maisha ya mtu hategemei nguvu zake zilizoko mbinguni, anategemea nguvu zake zilizoko ndani yako, kutokana na mamlaka au na nafasi au na kiti ambacho amekupa ukae kama mfalme na kuhani hapa duniani. Unadhani kwa nini amekupa nafasi mbili, ya kifalme na kikuhani? Kwa sababu Mungu kwa kawaida huwa haingilii mazingira ya mwanadamu mpaka kwanza kuhani amefanya kazi yake. Kazi mojawapo ya kuhani ni kumpatanisha mtu na Mungu, au kupatanisha mazingira na Mungu, kuleta uwepo wa Mungu na uwepo wa kitu, au kuvikutanisha pamoja. Kwa kazi ya kuhani ni kuchukua ubinadamu wa mwanadamu na kukutanisha na uungu wa Mungu, ili uungu wa Mungu upate kujidhihirisha katikati ya ubinadamu wa mwanadamu. Ndio unasoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16, wakina Paulo walienda kuhubiri, wakakutana na mtu kiwete, hajatembea tangu tumboni mwa mamake. Ni sura 16 hiyo. Tangu tumboni mwa mamake, hajaenda kabisa, tangu tumboni mwa mamake. Yule kiwete kana msikiliza Paulo akihubiri, alipomuona akasikiliza, akapata imani ndani yake. Biblia inasema Paulo alipomtazama akamwona ana imani ya kuponywa, akamponya ukiwete wake. Wakasema miungu imetuijia kwa jinsi ya wanadamu. Wakataka kutoa sadaka, wakatafuta ng'ombe, wakataka kutoa sadaka. Paulo akamwambia msifanye hicho kitu, sisi ni wanadamu kama ninyi, aliyefanya hiki kitu ni Mungu. Walisema miungu imetuijia kwa jinsi ya wanadamu. Kwa nini? Walimuona Mungu kupitia wakina Paulo. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa ni watu wa maombi, kiasi kwamba ubinadamu wao ulimezwa na uungu wa Mungu, kwa maisha yao yakamdhihirisha Mungu. Kwa watu walipowatazama walimuona Mungu katikati yao. Biblia inasemaje? Matendo ya Mitume sura ya 4, baada ya ile sura ya 3 kumwinua yule kiwete aliyekuwa kwenye geti inaitwa Mzuri, amekaa pale anaomba sadaka. Petro akamwambia, fedha na dhahabu hatuna, ila nilicho nacho ndicho nikupacho, kwa jina la Yesu inuka. Akainuka. Wakakamatwa, wakaadhibiwa, wakaambiwa msihubiri tena kwa jina hili, wakakomaa kivyao vyao. Ule ujasiri walikuwa nao, Biblia inasema hivi, walipoona ujasiri wa Petro na Yohana, huku wakijua kwamba ni watu wasiokuwa na elimu, walitambua kwamba wako pamoja na Kristo. Kwa walipomwona Petro na Yohana, wakijua ni watu wasiokuwa na elimu, wakasema kwamba wako pamoja na nani? Na Kristo. Kwa Kristo alionekana katikati yao. Ile kutokuwa na elimu haikuwa kigezo cha Yesu kutokuonekana kwenye maisha yao. Mazingira ya mwanadamu sio sababu, kiwango cha elimu sio sababu, kazi ya mtu sio sababu. Sababu ni kutokuwa na maisha ya kimaombi. Sababu nasema walipomwona Petro na Yohana, huku wakijua kwamba ni watu wasiokuwa na elimu, walitambua kwamba wako pamoja na Kristo. Kwa Kristo alitambulika katikati yao. Mkristo asiyekuwa mtu wa maombi ni Mkristo asiyekuwa na nguvu za Mungu. Kwa hiyo ukipiga magoti sirini, utasimama na kuinuka katikati ya changamoto. Kitu kimojawapo ambacho kitadhihirisha kwamba wewe ni mtu wa maombi ni pale ambapo unakutana na changamoto, unakutana na magumu, unakutana na shida, unapita katikati ya tanura moto, unapita katikati ya maji ya gharika, na bado unainuka ukiwa mshindi, na bado haupotei wala hauangamii. Wanapokuona kwamba unazama, ndipo wewe kesho yake umeinuka ukiwa mkuu. Kwani kwa sababu kadri unavyozidi kwenda chini, ndivyo ambavyo unazidi kuinuka juu. Mti wowote au mmea wowote ambao haupeleki mizizi yake ndani, huwa haui mrefu kwenda juu. Biblia inasema ukizimia wakati wa shida, nguvu zako ni chache. Kwa hiyo kinachomwinua mtu katikati ya shida ni magoti yake. Kwa hiyo kuishi bila maombi ni kuishi bila nguvu ya kusaidia kuishi. Ni sawasawa na taa ambayo haina mafuta, kwa sababu taa ambayo haina mafuta ukiwasha itawaka, ila inaunguza utambi, na utambi utaungua. Ukifika pale ambapo umeishia kupandisha, moto nazima. Watu wengi sana au Wakristo wengi sana
wanaishi maisha, ila sio kwamba mafuta yanawaka, ni kwamba wao ndio wanawaka.